neno ambalo nitapenda nianze nalo kwenye khutba ya leo ni maneno yanayonasibishwa na khalifa wa 4 wa Kiislamu, ibn ammi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib, pale aliposema kalimatul haqqi urida biha al-batil. Hayo ni maneno ya kweli, maneno ya haki yanayotumiwa kwa makusudio maovu. Kisoma katika vitabu vya historia ya Kiislamu, hasa katika kipindi cha mwisho cha utawala wake kiongozi huyu mtukufu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, utakikuta ni kipindi ambacho kiliingia mizozo mingi sana. Kwa ufupi, tangu mwanzo mpaka mwisho wa utawala wake kulitokea waasi waliompinga yeye dhahiri shahir, wakaingia barabarani wakazidhibiti njia wakiwa wamejihami kwa silaha na kufanya uharibifu wa mali, bali walifikia kuwaua watu kwa madai ya kwamba wanataka haki. Haki yenyewe ni kuhukumiwa kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na nembo yao kubwa na kauli yao mbiu ilikuwa la hukma illa lillah, sisi hatutaki hukumu nyingine yoyote isipokuwa hukumu ya Allah. Kauli hii ikawa imewashawishi na kuwadanganya baadhi ya watu walioisikia, lakini ilipofika kwenye masikio ya Ali bin Abi Talib, kwa kuwa anazijua njama za watu waovu, yeye akasema maneno haya, kalimatul haqqi urida biha al-batil. Haya ni maneno ya kweli, maneno ya haki, lakini yametumiwa kwa makusudio maovu. Hawa lengo lao ni kutaka kuugawa umma na kuligawa taifa la Kiislamu kwa kufanya uasi wa kumuasi kiongozi mkuu, na mwisho yote ni kumpindua ili watawale wao. Lakini sasa hawana njia ya kufika huko, kwa lazima watumie maneno yatakaowachochea watu kuamini kwamba walichokisimamia ni haki. Kwa kuwa Ali bin Abi Talib ni mwanazuoni mkubwa wa Kiislamu, ni mwanafunzi mkubwa katika wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye anafahamu mbinu za watu waovu, kwa sababu ukisoma Qur'ani na visa vya mitume na wale waliowaasi mitume na kuwakataa, hasa wale waliokuwa na mamlaka au waliokuwa na kauli katika jamii, walitumia kauli za aina hii. Wanatumia maneno ambayo dhahiri yake kama haki, lakini lengo ni kufika kwenye batili yao. Kwani mchezo huu unatumika, si mchezo mgeni kwa watu wenye maarifa. Na sisi Waislamu walillahi alhamdu, kwa mwongozo wetu ni Qur'an, maarifa hayo wengi wetu tunayo. Watu wanapoleta maneno yao na misemo yao, ni rahisi sisi kuangamua na kujua hapa pana malengo mabaya yaliyofunikwa na maneno mazuri. Kwa ufupi ni kwamba hii ilikuwa ni kauli ya udanganyifu, lakini imetumika maneno mazuri. Malengo ilikuwa ni kumpindua yule mtawala na kuwatia hofu watu, kukosesha amani.